ufalme wako kama ulivyokusudia mwenyewe. Tunajiachilia kwako, tunasi uweza na nguvu zako visipunguke. Tukuone Bwana ukituhudumia tena katika jina la Yesu. Sema nasi Bwana, mioyo yetu iko tayari kupokea kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Na watu wote sema amen. 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 Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Shangilie tena Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele vya shangwe. Moyo wangu umejaa furaha kuwa na miongoni mwa wale ambao wamepata nafasi ya kuwepo katika sikukuu hii kubwa ya kihistoria, ikiwa ni sikukuu ya mitendo, sikukuu ya mitende yenye maana kubwa kwenye maisha yetu, sikukuu ya mitende yenye maana kubwa ndani ya kanisa, lakini sikukuu ya mitende yenye maana kubwa juu ya wokovu wetu. Kwa hiyo kwa dakika hizi ambazo ninazo, natamani ukae makini na akili yako iwe mahali hapa na ufahamu wako, ili kusikia kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kusemesha sasa kwa kupitia neno lake. Haleluya. Kwa wale ambao wanifahamu, ninaitwa mchungaji Obedi Chikoga. Ninapatikana pale Morogoro mjini, kanisa kuu la Utatu Mtakatifu Anglikana. Ninatumika pale. Na hapa Ifakara sio mgeni sana, ni mwenyeji. Kwa wale wageni watakuwa wameshanijua leo. Hapa ni nyumbani na nikija huwaga ninafurahi sana kuwepo mahali hapa. Haleluya. Nataka nizungumzie juu ya siku hii ya leo ambayo ulimwenguni mwote wanaazimisha kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu kama mfalme, wakiimba Hosana, Hosana, ndiwe mbarikiwa. Neno Hosana ni neno la Kiebrania lenye maana ya okoa sasa, okoa sasa, okoa sasa, likiwa limebeba udhihirisho wa nguvu za Mungu, likiwa limebeba udhihirisho wa matendo makuu ya Mungu, likiwa limebeba udhihirisho wa ishara na maajabu ya Mungu, ikiwa ni siku kubwa ya furaha kwa kanisa, ya furaha kwa wote waaminio katika Kristo Yesu. Lakini leo kuna ufunuo kidogo wa tofauti juu ya siku ya leo. Mwambie jirani yako, leo kuna ufunuo. Mwambie tena, leo kuna ufunuo juu ya sikukuu ya mitende. Leo kuna ufunuo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Nikizungumzia juu ya ufunuo mpya, maana yake hata kwangu ni mpya. Kwa hiyo nataka umakini ulio makinika. Umakini ulio makinika. Kichwa ambacho nataka nizungumzie kwa dakika 20, fahamu uhusiano uliopo wa sikukuu ya mitende na kufungua na kumiliki eneo lililofungwa. Fahamu uhusiano wa sikukuu ya mitende katika kufungua na kumiliki eneo lililofungwa. Fahamu uhusiano wa sikukuu ya mitende na au katika kufungua na kumiliki eneo lililofungwa. Kwa hiyo kitu moja hapo ambacho cha kiufunuo ambacho Roho Mtakatifu alitupa siku ya leo ni juu ya sikukuu ya mitende imebeba nini. Yesu anapoingia Yerusalemu, anaingia Yerusalemu akiwa amebeba nini? Anaingia Yerusalemu akiwa na ufunuo gani? Kitabu kile cha Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ile ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 3,
Mchungaji alisoma hapa, anasema hata alipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, ndipo Yesu alipowatuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa. Mtaona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni. 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 Kwa hiyo hawa walifungwa, ila wafungueni wote. Alafu mfanyeje? Lakini mtakaponiletea sitapanda wote, nitapanda. Alafu anaendelea kusema pale, na mtu yeyote akiwauliza, mtu yeyote, msema mtu yeyote, mtu yeyote akiwauliza, haijalishi ni mwenye punda au sio mwenye punda, akiwauliza mtu yeyote, mwambieni Bwana ana haja naye. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisikilize. Hii sikukuu ya mitende ni sikukuu kubwa ambayo ndani yake imebeba ufunuo mkubwa wa kiroho ambao unatakiwa uje kwa huyo anayeadhimisha hiyo sikukuu. Na hii ni sikukuu ambayo kiroho ilipaswa iwe na bahasha kwa ajili ya sadaka ambayo inayobeba ufunuo huu ambao ninataka niuzungumze hapa. Wako watu hapa nanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana hawajui sikukuu ya mitende imebeba nini kiufunuo. Hata wewe leo nikikwambia sikukuu ya mitende imebeba nini, utasema sikukuu ya mitende ni siku ya furaha, ni siku ya shangwe. Okay, siku ya shangwe iliyobeba nini kiufunuo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikukuu hii ya mitende ni sikukuu iliyobeba upako ambao unakuja kwako ili uweze kufungua, alafu kisha umiliki eneo lililofungwa. Nasema hivi, sikukuu hii ya mitende ni sikukuu iliyobeba upako unaotakiwa uupokee. Uupokee kwa ajili ya nini? Uupokee kwa ajili ya kufungua eneo lililofungwa, alafu kisha umiliki. Haleluya. 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 Sikiliza. Unaweza ukawa uko kwenye eneo lakini hilo eneo limefungwa. Sharti lazima lifunguliwe ili uweze kulimiliki. Eneo lina kwako lakini haulimiliki kwa sababu limefungwa. Na limefungwa kwa sababu haujafungua, kwa sababu upako wa kufungua hauna, na upako wa kufungua upo ndani ya sikukuu ya mitende. Unaokuja kwa ajili ya kukupa hekima, ya kukupa nguvu, ya kukupa maarifa, ya kuweza kufungua kisha umiliki. Jambo la kwanza tunaona kwanza unabii. Sema unabii. Sema unabii. Tunaona jambo la kwanza la unabii unaotoka kwa Yesu akiwa na wanafunzi wake. Anasema hivi, enendeni kijiji kile kinachowakabili. Unabii sio unabii. Unabii sio unabii. Naongea na watu hapa. Unabii sio unabii. Kwa mfano hapa, kiwe kijiji kinachotukabili Kibaoni. Wewe ulioko hapa ya Kibaoni unayaona? Unayajua? Na vilivyopo Kibaoni unavijua? Si uvijui? Yaani mpaka sasa hivi yanayotendeka Kibaoni si uyajui? Lakini Yesu anatoa unabii, enendeni katika kijiji kile kinachowakabili. Mtamkuta punda na mwana punda amefungwa.
wafungueni. Unabii sio unabii. Kwa jambo la kwanza, tunaona unabii wa kweli unaotoka kwa Yesu Kristo katika kijiji kile kinachowakabili. Jambo la pili, tunaona wanafunzi wawili wanaopokea unabii wa maelekezo kutoka kwa Yesu Kristo. Unabii unaweza ukatoka usiokuwa na maelekezo, lakini unabii unaweza ukatoka unaokuwa na maelekezo. Nasema hivi, unabii unaweza ukatoka unaokuwa na maelekezo, na unabii unaweza ukatoka usiokuwa na maelekezo. Huu ni unabii uliotoka wenye maelekezo. Ambayo maelekezo yanatakiwa fanyie kazi papo kwa papo. Na kuna unabii wote wenye maelekezo unahitajika ufanyike papo kwa papo. Kwamba ni unabii ambao unatakiwa ufanyike hapo kwa sababu una maelekezo. Nikikupa unabii wenye maelekezo, maana yake huo unabii unatakiwa utimie papo kwa papo, kwa sababu ni unabii wenye maelekezo. Na Yesu Kristo anapotoa huu unabii wenye maelekezo, angalia wale watu anaowaambia. Anawaambia wanafunzi wawili. Nasema hivi, unabii unaweza kutoka kwako wenye maelekezo, lakini ule unabii unapotoka kwako wenye maelekezo, kama hauna imani juu ya huo unabii wenye maelekezo, hayo maelekezo ya unabii hayatatimia, kwa sababu uliopokea huo unabii wenye maelekezo hauna imani. Hawa wanafunzi walikuwa na imani walipopokea unabii wenye maelekezo. Na ndio maana Biblia inasema wakatoka wakaenda. Maana yake walikubaliana na ule unabii. Kitu gani ambacho kilikuwa kwao? Imani. Imani ni kwenda kuwasukuma ya kwamba huyu anayetuambia kitu ambacho kiko kwenye kijiji ambacho kinatukabili maana yake kipo. Ingawa tukioni kwa macho lakini kipo. Hatukioni sasa lakini kipo. Hatujui punda wa rangi gani lakini kipo. Hatujui ubora leo kwa na huyo punda, lakini aliyesema amesema huyo punda yupo, amefungwa yeye na mwanapunda. Tukifika pale, sharti ya kwanza tufungue. Sharti ya kwanza tufungue. Kwa hiyo walikubali. Hebu sema walikubali. Hebu sema walikubali. Hebu sema walikubali. Na wanapotoka hapo, wanapoelekea, maana ile nguvu ya imani. Kuna imani pasipokuwa na matendo, na kuna imani yenye matendo. Imani isiyokuwa na matendo haina majibu, kwa sababu una imani lakini haina matendo. Hii ni imani yenye mambo mawili, ambayo imani imekuja ndani ya hao wanafunzi wawili kupitia kwa Yesu Kristo, ambayo inahitaji matendo. Matendo gani? Matendo ya imani. Unajua matendo ya imani ni yapi? Ya kumove, kwenda. Kwa sababu ile imani inapokuja inahitaji ilete mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Si ndio Ibrania 11:1? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani inapokuja inatafuta yale yatarajiwayo, wale ambayo hayapo. Yale ambayo hayapo, kuna nabii Yesu Kristo ambaye aliyesema, "Huyaoni sasa lakini mimi nayaona kijiji kinachowakabili. Huyaoni sasa lakini mimi nayaona yapo kule Mangula. Huyaoni sasa lakini mimi nayaona yapo Mikumi. Huyaoni sasa lakini mimi nayaona yapo kule Idete. Huyaoni sasa lakini nayaona yapo Ifakara." Imani yako ni kuunganisha matendo ambayo yako ndani ya imani ili uweze kuyaona yale yatarajiwayo yawepo. Halo. Halo. Haleluya. 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 Kama Yesu anakuambia hivi, anaona mchumba wako yuko Morogoro, wewe umuone, lakini Yesu anamuona. Anachohitaji ni beba imani. Beba imani ya Yesu Kristo anayoachilia ndani yako kwa ajili ya kupokea yale yatarajiwayo ambayo huyaoni. Kazi ya imani ni kuingia kazini katika matendo. Na kama imani yakwambia huyo mtu yuko Morogoro, hata kuja hapa lazima uende. Kuna nini? Kuna mkutano wa Morogoro. Kuna nini? Kuna semina Mwakasege. Kwa nini? Kuna mkutano pale kanisa kuu. Toka nenda. Unapoenda maana yake unakutana na muujiza wako. Kwa nini? Una imani na matendo. Haleluya. 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 Kwa hiyo wakaenda. Wanapoanza kwenda, ndani yao kuna imani iliyokuwa na nini? Na matendo. Kwa imani ikashuka. Baada ya hapo, tendo la imani likaanza. Tendo la imani lilikuwa ni lipi? Tendo la imani lilikuwa ni kutoka pale ambapo wapo na Yesu kwenda kijiji kinachowakabili. Wamwache Yesu pale. Hawakwenda na Yesu kule. Yesu alimwacha pale, lakini Yesu aliona aliyopo kule. Aliona aliyoko kwenye kile kijiji. Kwa hiyo ule upako wa imani ulikuwa ndani yao, ule kwenda kuwasukuma kwenda na kuthibitisha kwamba alichokisema Yesu ni sawa.
Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanapotoka, wanapoenda, wanafika kwenye kile kijiji, wanaona vile vile kama Yesu alivyosema. Haujanielewa bado. Wanaona vile vile kama Yesu alivyosema. Na mimi nasema hivi, madhabahu ikisema ukaone vile vile kama madhabahu ilivyosema kwa jina la Yesu. Nami nakutamkia kwamba madhabahu hii ikitamka ukaone vile vile kama vile madhabahu. Tatizo ni kwamba kuna wakati mwingine madhabahu inasema hapa, lakini ndani yako kuna imani isiyokuwa na matendo. Imani isiyokuwa na matendo. Una imani sawa lakini matendo haina. Na ndio maana hauoni yale ambayo madhabahu inaona. Naongea na watu hapa. Haleluya. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakisema kwamba haiwezekani, imani yako inakwambia na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Haleluya. Haleluya. Wanapofika pale wanaona punda na mwanapunda wamefungwa. Nisikilize. Biblia inasema wale punda walikuwa hawajapandwa na mtu bado, si ndio? Kwa hiyo walikuwa wapya. Ushajiuliza, unanunua gari na jipya halafu ulitumii, ila kila siku unalifungua nasema sio kuendesha. Remote si unayo? Kacha kacha, milango zimefunguka. Kacha kacha. Cha kutumaini sina ila damu yake. Ila gari liko wapi? Unanielewa wewe? Gari liko wapi? Asubuhi unafungua, alafu unafanyaje? Twende kwa Yesu mimi nawe. Ila gari liko wapi? Nasema hivi, kuwa na gari ni kitu kingine na kuitumia gari ni kitu kingine. Unaweza kuwa na kiwanja lakini ukitumia kiwanja. Kwa nini? Kwa sababu kimefungwa. Kuna tofauti ya kufunga na kufungua, alafu na kufunga. Hawa walikuwa wanafunga, halafu wanafungua, halafu wanafunga. Kwa sababu akimtoa anamfunga, akimaliza anamfungua, halafu baada ya hapo anafunga. Kwa hiyo ilikuwa ni tendo endelevu. Mungu akifungua hafungi. Haujanielewa bado. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akifungua hafungi. Lakini huyu mwanapunda alikuwa wanafunguliwa halafu wanafungwa. Wakati mwingine biashara yako inafunguliwa halafu unaifunga. Kwa nini? Hauna upako. Upako wa nini? Upako wa kufungua na kumiliki na kutumia unachokifungua. Walikuwa na punda, walikuwa wanafungua, lakini walikuwa hawana upako wa kuwatumia, na ndio maana walikuwa wanafunga. Kwa sababu walikuwa hawana upako wa kuwatumia, wanapofungua baadaye wanafunga. Kwa nini? Ile nguvu ya upako ya umiliki haipo. Haipo. Sasa sikukuu ya mitende imebeba nini? Sikukuu ya mitende imebeba upako. Sikukuu ya mitende imebeba upako. Upako upi? Upako wa kufungua. Mmenielewa sana ninyi hapa. Imebeba upako gani wa kufungua? Hatuoni tena yule punda akifungwa. Alipofunguliwa, maana moja kwa moja hati miliki ikawa kwao. Wakawa akatembea sasa kutoka mahali alipo, anamfuata Yesu. Kumbe kuna vitu kuvifungua. Kuna vitu unaweza kuvifungua hapa wapi? Unaweza kufungua mbingu. Ukifungua mbingu, kwa sababu mahali ulipo ni hapa Ifakara, vitatoka vya Ifakara vitakuja kwako. Vitatoka Morogoro vitakuja kwako. Vitatoka Dar es Salaam vitakuja kwako. Vilivyofungwa Ulaya vitatoka Ulaya vitakuja kwako. Nasema vilivyofungwa Marekani vitatoka Marekani vitakuja kwako. Baba
Nasema hivi, kwa sababu vimefunguliwa, havitakaa tena mahali vilipo, lazima vifuate. Vitamfuata yule nani? Vitamfuata yule mwenye upako wa kufungua na kumiliki. Haleluya. Yeah. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Yawezekana ukawa na gari, lakini hilo gari utalitumia. Yuko mtu ambaye anatakiwa atumie hilo gari. Yawezekana ukawa na punda, lakini yule punda uweze kumtumia. Kwa nini? Unaye lakini huna upako wa kutumia. Nilipanga kufundisha sana ubiri. Haleluya. Haleluya. Sema fungua kisha miliki. Sasa cheki. Punda alikuwa ngapi? Lakini aliyetumiwa huyu. Aliyetumiwa huyu. Kwa tafsiri nyingine, mmoja alirudi kwa nani? Kwa muhusika. Yesu alibaki na nani? Na mmoja. Angalia ufunuo huu. Kumbe Mungu anapokupa kitu, anayetakiwa kwanza kutumia ni nani? Haujanielewa bado. Mungu akikupa kitu, anayepaswa kutumiwa kwanza ni nani? Si Mungu. Halafu akishatumia Mungu, usifikiri kwamba anatumia vyote. Anakupa na vingine kama mbegu. Kwa hiyo alitumia punda mmoja na punda mwingine akarejea kwa mwenyewe. Kwa aliporejea kwa mwenyewe, upako uliopo kwenye yule punda wa kwanza ukaenda kwenye punda wa pili. Kwa hiyo yule mtu naye akapata maarifa kutumia punda. Kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ni kipindi cha mavuno ya zabibu. Na usafiri mkubwa kipindi hicho ilikuwa ni usafiri wa punda. Piga picha, punda nao wawili lakini hawatumii kwenye mavuno. Kitu gani ambacho kilikuwa sababisha situmie kwenye mavuno? Anayepaswa kutumia alikuwa bado hajafika. Kwa hiyo yeye alikuwa nao lakini hakuwa na upako wa kutumia. Kwa nini? Kwa sababu hakujua hekima iliyopo ndani ya kufungua na kumiliki. Na ndio maana wale walipofika pale wanafunzi, sikiliza, walipofika pale sio kamba zilikatika zenyewe. Hivi mnanielewa vizuri? Hivi mnanielewa vizuri? Hivi mnanielewa vizuri? Nasema sio kamba, yani sio kwamba walipofika tu pale kamba zikakatika. Hakuna. Biblia inasema wafungueni. Kwa hiyo walipofika pale punda walifungwa, lakini ilibidi wafanyeje? Wanapofungua wale punda wanakuwa huru. Halafu wanawafuata. Kuna mzee wa siku ambaye amewahitaji wale punda. Na kwa nini alisema Bwana akiwaita, kama kuna mtu yote atawauliza, semeni Bwana anawahitaji? Kwa nini? Anajua kuna wafukunyuku ambao waliwapo. Yani Yesu alishawaona wafukunyuku wapo. Ukishaolewa tu, ukishanunua kiwanja, ukishanunua gari, ukishanunua pikipiki, ukishanunua baskeli, ukishajenga tu, kuna wafukunyuku atauliza amejengaje huyu, kawezaje? Wanataka kuuliza habari zako. Kwa nini? Kwa sababu wao wanafikiri wao walivyo ni sawa sana wewe. Kumbe wewe ni tofauti na wao, kwa sababu huko upako tofauti special kwa ajili yako, wala si kwa ajili ya wao. Na ndio maana kazi yao ni kuuliza. Wanauliza imekuwaje umesuka hiyo nywele ya shilingi 30,000? Kwa nini? Kwa sababu walivyo wao wanafikiri na wewe utakuwa hivyo. Aliliona hili Yesu akasema kama wakikuuliza, waambie mimi nina upako wa kufungua na kumiliki, wala sina upako wa kukaa tena, wala sina upako wa kumiliki na kufungua na kumiliki. Kwa nini? Kwa sababu unapofungua halafu haumiliki, unafunga tena, maana kile ulichokifungua hautaona matokeo yake. Kwa nini? Umekifungua lakini ukitumii. Sikiliza, Mungu anapokupa biashara anataka aone upako wa biashara. Biashara inaweza kufunguliwa lakini vile vile ikafungwa. Msirizike, nimefungua. Hawa punda walikuwa wanafungwa na kufunguliwa, wanafungwa, maana yake wanafungwa na kufunguliwa. Kuna vitu vingine vinafunguliwa, vinafungwa, na wakati mwingine muhusika ni wewe mwenyewe. Unafungua mwenyewe, unafunga mwenyewe, unafungua mwenyewe, unafunga mwenyewe. Leo hii pokea upako wa kufungua pasipo kufunga. Fungua halafu miliki kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina. Haleluya. Naombeni kanga nijifute jasho, sina kitambaa. Nipeni kanga nijifute jasho kidogo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nipeni kanga nijifute jasho. Haleluya. Asante mwanangu. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Na mambo yako yote yakafunguliwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwenzangu akaona jasho kaenda kwenye kitambaa cha mke wake. Mimi mwenzangu, mke wangu sio katekesti. Nikampiga tu jicho pale nikasema, unafiki kuziamona? Kasweti hapa kacheza kasweti kaenda kwenye kitambaa chako. Kakiacha hapo hapo. Kasema ningekuja na mke wangu hapo ungeipata fresh yako. Haleluya. Nasema haleluya. Na vitu moja hapo ambavyo shetani anavifanya ni kukupofusha macho ya kifikira na ya kiakili, kutokuona vilivyopo ulimwengu wa roho vinatakiwa vifanyike katika viwango vipi au katika majira yapi. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kuwa na kila kitu lakini vitu vyote vimefungwa. Biashara imefungwa, kazi imefungwa, ndoa imefungwa, uzao umefungwa, safari imefungwa, elimu imefungwa, uchumi umefungwa, pesa zimefungwa, mpaka kanisa limefungwa. Kwa hiyo usirizike tu kwa sababu umepata kazi. Lazima uwe na upako wa kufungua hiyo nafasi ya kazi uliyokwenda kuipata. Na kitu moja hapo ambacho tunachokiona ni sadaka ambayo ilitolewa ya punda yule. Ni sadaka ambayo ilitolewa ya yule punda kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo hautakuwa na upako wa kufungua na kumiliki kama hakuna sadaka inayokupa upako wa kufungua na kumiliki. Na ndio maana nikawaambia hapa tumepata ufunuo, maana hata mwakani muwe na bahasha kwa ajili ya hii nguvu ya upako wa kufungua na kumiliki kwenye hii sikukuu ya mitende. Nimewaambia hapa. Na sio jambo jepesi, jaribu kuangalia tu makanisa mengi tu ukuti sikukuu ya mitende ina bahasha. Kwa nini hawajui ufunuo uliopo ndani ya sikukuu ya mitende? Lakini ufunuo huu umefunuliwa kwenye Ifakara hapa. Miaka yangu yote nimepata ufunuo hapa kwenye hii madhabahu. Na sijawahi kuhubiri sikukuu ya mitende katika ufunuo huu. Na kwa nini Mungu ameachilia ufunuo katika majira kama haya na mazingira kama haya? Anajua. 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 Yaani mimi nikipata kazi haikai. Si unasemaga hivyo? Nikipata pesa, yaani wakati wa mavuno. Yaani wakati wa mavuno, yaani mavuno yafanyaje? Hayakai. Kwa nini? Umevuna lakini mavuno yamefungwa. Unafanya biashara lakini biashara imefungwa. Unafanya kazi lakini kazi imefungwa. Na ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa juu ya mifumo ya sadaka. Hata kwa mfano malimbuko. Kwa nini malimbuko? Angalia wafanyakazi wengi wanapotoa malimbuko ile mshahara wa kwanza, wanapoongezwa mshahara hatoi malimbuko ile mshahara. Usipotoa malimbuko ile mshahara ulioongezeka, maana yake ule ulioongezeka kama ni 500 umeongezeka 200, maana yake malimbuko ya 200 yale yote. Alafu mwezi ujao ndio unaanza kutumia. Nini? Upate hekima juu ya ongezeko la mshahara wa 200 katika kuongezea matumizi juu ya 500, maana badala ya 500 inakuwa 700. Ulikuwa na matumizi ya 500, baada hapo unaongezewa 200, maana yake unakuwa na 700. Maana yake usipopata hekima ya Mungu juu ya ongezeko la mshahara wako, hautaona matokeo ya ongezeko la mshahara kwa sababu hakuna hekima ya matumizi ya mshahara la ongezeko. Na hekima matumizi ya mshahara ongezeko iko ndani ya malimbuko la ongezeko. Naongea na watu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Mungu amekupa biashara ya kwanza umefungua, alafu kaenda kufungua biashara ya pili. Usiseme hivi biashara ya kwanza nilitolea malimbuko. Ile biashara ya pili inatakiwa tolee malimbuko kwa sababu ile biashara ya pili ina faida yake. Na ile faida ambayo inakuja kuchanganyika na ile biashara ya kwanza lazima upate hekima ya ile faida ambayo Mungu amekwenda kukupa katika ongezeko la ile biashara. Sijui unanielewa? Ili ile faida inaongezeka isije kukuchanganya juu ya matumizi. Watu wengi sana wanachanganyikiwa kwenye mfumo wa fedha kwa sababu fedha inapokuja inakuja na roho, wanakushindwa kustahimili juu ya nguvu ya matumizi ya fedha. Kwa sababu pesa inakuja na roho. Na namna ambavyo unaweza kuikontrol hiyo pesa lazima uitolee sadaka katika ongezeko lake. Lile ongezeko lake unapokwenda kulitolea sadaka, Mungu anakupa hekima, anakupa nguvu, anakupa ustahimilivu juu ya ongezeko la fedha. Kwa sababu imebeba roho. Jaribu kuangalia hujai kupata milioni 10 leo hii unapata milioni 10. Sasa hivi hapa milioni 10 kacha. Uone kinachotokea. Fuse 12 zote za kwenye mfumo wa ubongo zinaanza kukatika. Mnacheka? Nadanganya? Nasema hivi. Hey. Yule pale ana gold ya milioni 3, sasa atanikoma milioni 5.
Okay. Unapoivaa hiyo gold ya milioni 5, umetumia matumizi ya milioni 10 ambayo Mungu amekupa. Je, hiyo matumizi ya milioni 10 ilikuwa kwa ajili ya gold ya milioni 5? Kitu gani kimekusukuma kutumia milioni 5 kwa ajili ya gold? Kwa sababu hukupata hekima juu ya ongezeko la fedha ambayo Mungu amekwenda kukupa. Kwa sababu hukuitolea sadaka juu ya fedha. Fedha unapoitolea sadaka, Mungu anakupa hekima matumizi juu ya hiyo fedha. Mipango yako, kazi yako na malengo yako. Anakupa vipaumbele. Vipaumbele gani? Vipaumbele ambavyo unataka kuvifanya juu ya matumizi ya hiyo fedha ambayo Mungu amekupa. Na ndio maana ukipokea fedha, angalia vipaumbele unavyokuwa navyo. Mara nyingi sana vipaumbele unavyokuwa navyo wakati una fedha unakuwa navyo, lakini ukishakuwa na fedha vipaumbele unavyokuwa navyo vinaondoka. Kwa nini vinaondoka vipaumbele unavyokuwa navyo unapokuwa na fedha? Maana yake hakuna hekima juu ya matumizi ya fedha. Kwa sababu upako wa hekima juu ya matumizi ya fedha upo kwenye sadaka. Haujanielewa bado wewe? Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Na watu wengi sana wanakwama. Watu wengi sana wanakwama kwenye hilo eneo. Maana yake sasa kila kitu kinakuwa kimefungwa. Fedha imefungwa, mshahara umefungwa, uchumi umefungwa, kazi imefungwa, biashara imefungwa, uzao umefungwa, mavuno yamefungwa, shamba limefungwa, kiwanja kimefungwa, nyumba imefungwa. Sasa hatujapewa vitu tuvifunge na kuvifunga. Tuvifunge na kufunga. Kikishafunguliwa forever. Kikishafunguliwa forever. Nasema hivi, uchumi wako ukifunguliwa iwe forever, usifungwe tena kwa jina la Yesu. Afya yako ikifunguliwa isifungwe tena kwa jina la Yesu. Ndoa yako ikifunguliwa isifungwe tena kwa jina la Yesu. Kanisa lako likifunguliwa lisifungwe tena kwa jina la Yesu. Na huduma yangu ikifunguliwa isifungwe tena kwa jina la Yesu. Mchumba wako akifunguliwa asifungwe tena kwa jina la Yesu. Nasema mji wa Ifakara ukishafunguliwa, natamka usifungwe tena kwa jina. Sema nitafungua, alafu nitamiliki. Na nitakachokifungua hakitafungwa tena. Sema nitakachokifungua hakitafungwa tena. Umeona sasa, ukishafungua biashara, biashara itafungwa tena. Ukishafungua uchumi, uchumi utafungwa tena. Ukishafungua elimu, elimu itafungwa tena. Ukishafungua uzao, uzao utafungwa tena. Ukishafungua safari, safari itafungwa tena. Ukishafungua huduma, huduma itafungwa tena. Ukishafungua shamba lako, shamba lako itafungwa tena. Kwa nini? Umetamka kwenye madhabahu ya Bwana, kilichofunguliwa na Bwana hakitafungwa tena. Punda alifunguliwa, alipofunguliwa hajafungwa tena. Akapanda huyo punda. Watu wa Yerusalemu wakaanza kumshangilia Yesu. Anapita mfalme wa Wayahudi. Wakamtandikia kanga, wakatandika matawi. Haujanielewa bado wewe? Hao wanaosema masikini ukishainuliwa uko juu ya punda, watatandika kanga wenyewe. Utapita juu ya hiyo mitari, kwa sababu wewe si wa kawaida. Haleluya. Usinichoshe nisikuchoshe, simama. Tutaonana mwezi wa 5. Tutaonana mwezi wa ngapi? Holy Ghost. Nikasoma hili andiko. Sana mwanangu. Watu wanatembea na majira. Nikasoma hili andiko, nikaliangalia. Alafu baba mchungaji, nikajiona mimi sifuri kabisa. Nikajiona mimi sifuri sana. Hivi Mungu ndivyo ulivyo? Kumbe Mungu ndivyo ulivyo. Kuna pembe mwenye sana, ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni unafinyanga vyote vilivyoharibika, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo we. Ndivyo ulivyo Bwana, wewe ni mfinyanzi, unavifinyaribika, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, unavifinyanga tena, jinsi upendavyo wewe.
Ninaona katika ulimwengu wa roho kilichoharibika kinafinyangwa tena kwa jina la Yesu. Kwa sababu yeye ni mfinyazi kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuyaelewa maandiko yako matakatifu, namna ambavyo yamebeba ufunuo mkubwa kwenye maisha yangu. Sikukuu ya leo ni sikukuu ya mitende, tunapoazimisha kuingia Yesu Kristo Yerusalemu kama mfalme anayebeba ukombozi, anayebeba uzima, anayebeba utakaso, anayebeba maisha yetu. Bwana, tembea na mimi kwa viwango vya juu. Hata sadaka nitakayotoa siku ya leo na siku ya Jumapili ibebe ufunuo huu, ya kwamba nipokee upako wa kufungua vilivyofungwa, biashara iliyofungwa ikafunguliwe, afya iliyofungwa ikafunguliwe, uchumi uliofungwa ukafunguliwe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maana wewe ndivyo ulivyo, unavifinyanga vile vyombo vilivyoharibika, vilivyovunjika, unavifinyanga tena. Nami leo nifinyange Bwana kwa neno hili la ufunuo, ya kwamba leo nipokee upako wa kufungua, alafu nimiliki vile vilivyofungwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nisaidie, niwezeshe, nikujue zaidi, nikuelewe zaidi sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Nimeomba, nimeamini na nimepokea. Yote ya leo yamekuwa ya kwangu. Amen. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen, amen. Ninaomba tuketi kwenye uwepo wa Bwana.